Nitangulie kuungana na wenzangu waliotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo ametuwezesha kwanza kuamka salama. Ninatambua baadhi yetu tumesafiri kutoka maeneo mbalimbali, lakini tumefika salama na hatimaye tumekutana pamoja katika tukio hili muhimu la kusherehekea mahafali ya 22 ya kidato cha 4 hapa shule ya sekondari Bwawani. Lakini shukuru pia kupata fursa ya kuwa mgeni rasmi kwenye tukio hili. Ilikuwa ni niwakilishe katika tukio hili kutokana na majukumu ambayo nilikuwa nayo, lakini nashukuru nimepata nafasi kidogo, nikasema hapana, ni vyema nikahudhuria mwenyewe ili niweze kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kusherehekea mahafali ya 22. Lakini nashukuru wageni wote waliko kwa kukubali mwaliko ambao mlipewa na hatimaye kuungana nasi katika shughuli hii muhimu, na hii ni kwa maendeleo ya taaluma ya sekta ya elimu nchini. Lakini nitoe pongezi za dhati kwa uongozi wa shule, lakini pia wahitimu wote kwa namna ambavyo wamefanya maandalizi mazuri ambayo yamepelekea kufanyika kwa shughuli hii ambayo kwa kweli imefana kuanzia maonyesho ya kitaaluma, burudani, lakini pia sanaa. Nimeona mzazi mmoja alinogewa hapa, nadhani ngoma ni yapao, ikabidi aje mbele kwa ajili ya kuja kujumuika na waliokuwa wanacheza ngoma hii. Jambo jema sana. Tafsiri yake ni kwamba kweli jambo la faraja, ni furaha kwa pamoja katika kusherehekea siku hii. Leo ni siku ya furaha na shukrani tunapoaga wahitimu wetu ambao walikuwa hapa shuleni kwa kipindi cha miaka 4 wakipatiwa elimu na malezi. Nashukuru sana bodi ya shule, lakini pia mkuu wa shule, management ya shule na wanafunzi kwa kujitoa kwenu kwa hali na mali na kuhakikisha kila mmoja wenu anatekeleza majukumu yake ipasavyo. Ushirikiano mlioonyesha umewezesha kufikia siku hii ya leo ambapo tunawaaga wahitimu wetu. Uwajibikaji mlioonyesha ndio umepelekea shule yetu kuwa na mafanikio kama ambavyo yameelezwa na mkuu wa Bwawani Sekondari. Kama nilimnukuu vizuri, kwa takriban miaka 10 sasa shule hii imekuwa na ufaulu wa 100%. Jambo la kujivunia, jambo la kujipongeza sana, na hongereni sana kwa mafanikio haya. Na mafanikio haya ni kwa sababu tu ya ushirikiano wa bodi, ushirikiano wa mkuu wa shule, management, wazazi, lakini pia na wanafunzi kwa ujumla. Kipekee ni wapongeze walimu na watumishi wote kwa kazi kubwa ya kuwalea na kuwaelimisha vijana hawa. Kazi yenu imetengeneza msingi imara kwa taifa letu, kwani jitihada ambazo mmezifanya zitapelekea kutupatia viongozi waadilifu, wataalamu mahiri, lakini watendaji wenye maadili mema. Miongoni mwa wanafunzi hawa wapo ambao watakuwa wataalamu katika nyanja mbalimbali, wapo ambao watakuwa viongozi wakuu, lakini wapo ambao watakuwa watendaji katika maeneo mbalimbali, na hii yote ni kwa maslahi ya wao wenyewe, lakini maslahi mapana ya taifa letu. Napenda pia kuwashukuru wazazi na walezi kwa kujitoa kwa hali na mali katika kuhakikisha watoto wetu wanapata elimu na malezi bora katika shule yetu. Ushirikiano wenu na shule umezaa matunda na matokeo yake ndiyo haya tunayoyashuhudia leo. Usingetoa ushirikiano wa wazazi, usingetoa ushirikiano wa walezi, pengine tusingefika hapa ambapo leo tuna haya mahafali ya 22. Ni imani yangu kuwa elimu na malezi wanayopata yatawasaidia vijana wetu kukabiliana na changamoto za maisha ya kijamii na kitaifa. Niwaombe tuendelee kuwa mabalozi wazuri wa shule yetu ili iweze kutekeleza vyema jukumu lake la kutoa elimu bora kwa vijana wa Kitanzania kwa maslahi ya taifa letu. Ndugu wahitimu, natambua kwa hivi karibuni tutafanya mitihani yenu ya kuhitimu kidato cha 4. Nadhani itakuwa mwezi Novemba 2025. La kwanza ni wapongeze kwa hatua hii ya kuelekea kuhitimu kidato cha 4.
Nafahamu kwamba pengine safari hii ya miaka 4 haikuwa safari rahisi sana. Ilikuwa safari yenye changamoto nyingi. Safari ambayo mmepitia mengi mkiwa hapa, lakini hatimaye Mwenyezi Mungu amewajalia mmeweza kufika siku hii ya leo ambapo sasa tunawaaga. Na nimeambiwa mko 113. Hamkuwa 113, lakini kuna baadhi waliongezeka, sasa mko 113. Niwape moyo na kuwataka kuwa na utulivu wakati wa kufanya mitihani, lakini zaidi kuzingatia yale ambayo tumejifunza hapa shuleni na yale ambayo mlikuwa mnaelekezwa, lakini pia yale mtakayokuwa mnaelekezwa wakati wa kufanya mitihani hiyo. Ni imani yangu kwamba mtafanya vizuri, kwa kuwa sina shaka na maandalizi mnayoyapata kutoka kwa walimu wenu, lakini maandalizi binafsi ambayo mnayafanya ninyi wenyewe kwa kipindi hiki kifupi ambacho kimebaki kabla ya kufanya hiyo mitihani. Niwatakie kila la heri na mafanikio katika mitihani hiyo iliyo mbele yenu. MC alisema mko 113, division 1 113, na mimi natarajia division 1 113. Nawatakia kila la heri sana katika hili, na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Pamoja na kuwapongeza kwa hatua hii ya kuhitimu mahafali haya, yanaashiria mwanzo wa hatua mpya katika maisha yenu. Baadhi yenu mtaendelea na elimu kidato cha 5 na 6, wengine mtajiunga na vyuo vya kati, lakini wengine mtaingia kwenye fursa mbalimbali za maisha. Napenda niwatie moyo na kuwakumbusha mambo machache yafuatayo. La kwanza ni kudumisha nidhamu na kuwa na maadili mema katika maeneo mbalimbali mtakayokuwa. Wakati wote mwe mfano bora katika jamii, na kamwe msijihusishe na tabia au mienendo ya ukosefu wa maadili. Wakati mwingine unapohitimu mafunzo, unakwenda uraiani mtaani, unaanza kujihusisha na mienendo ambayo mara zote inaweza ifanye uishie kwenye mikono ya sheria, au la usifikie ndoto ambayo umejiwekea. Jiepusheni na makundi yasiyokuwa na tija. Jiepusheni na tabia na mienendo ambayo ni kinyume cha sheria, lakini jiepusheni na tabia ambazo zinaweza zikaharibu maisha yenu huko mbeleni. Lakini la pili, lindeni ndoto zenu za mafanikio katika maisha. Kila mmoja ana ndoto yake. Na mwingine anatamani awe daktari, mwingine anatamani awe kiongozi, na mwingine anatamani awe na mafanikio makubwa katika maisha kwenye nyanja ya biashara. Hakikisheni wakati wote mnalinda matarajio yenu. Hakikisheni wakati wote mnaweka jitihada ili muweze kufikia yale ambayo mnatarajia, na hii ni kwa manufaa yenu, manufaa ya familia zenu, wazazi wenu, lakini pia manufaa ya taifa. Lakini pia fanyeni kazi kwa juhudi na maarifa wakati wote, na ili kufanikisha malengo mliyojiwekea, na ndipo mnapoweza kuchangia maendeleo ya taifa letu. Ndipo tatizo la kujihusisha na matumizi yasiyokubalika ya mitandao. Baadhi ya vijana wamekuwa wakijihusisha na mitandao, wanaposti vitu vya ajabu, wanaangalia vitu vya ajabu, lakini pia mitandao ile inatumika kinyume cha sheria. Jiepusheni na matumizi ya mitandao. Najua teknolojia imekuwa, lakini mitandao hiyo basi itumike kwa manufaa, au itumike ili iweze kuleta tija na si kutumika kinyume cha sheria za nchi. Lakini la msingi zaidi, kuwe na hofu na Mwenyezi Mungu. Wakati wote dumu katika ibada, kila mmoja kwa imani yake, huku mkimuomba na kumshukuru Mwenyezi Mungu wakati mkitekeleza majukumu yenu au mkiendelea na maisha yenu. Sababu imani ni kwamba kila tunalofanya duniani lina usimamizi wa Mwenyezi Mungu. Kila tunaloliwaza lina usimamizi wa Mwenyezi Mungu. Na kila tunalolitenda tunapaswa kumtanguliza Mwenyezi Mungu wakati wote. Wanafunzi mnaobaki, dumisheni nidhamu. Muwe na bidii katika masomo yenu, lakini pia mzingatie yale yote mnayoelekeza na kufundishwa, ili nani Mwenyezi Mungu akiwajalia basi muweze kufikia hatua ambayo wenzenu wamefikia, na leo hii tunawaaga.
Kwa wazazi na walezi, kuna salamu zimetolewa na mkuu wa shule ambapo ameeleza baadhi ya changamoto, na kubwa zaidi ni kuchelewa kulipa ada. Na hapa ni wapongezi wale wote ambao wamekamilisha ada kwa wakati na kuwatia moyo wale ambao hawajakamilisha waweze kukamilisha mapema. Ada hizo kama ambavyo amezungumza ndio zinatumika katika matumizi mbalimbali ya hapa shuleni. Unapochelewa kutoa ada kwa namna moja ama nyingine, unaathiri utoaji wa huduma kwenye shule yetu, lakini pia unaathiri maendeleo ya kitaaluma ya vijana wenu. Kuhusu swala la michezo, nipongeze jitihada zinazofanywa na uongozi wa shule katika kuibua na kukuza vipaji vya wanafunzi katika michezo na sanaa mbalimbali, jambo ambalo limekuwa likiipa heshima shule yetu, heshima kwa jeshi, lakini pia heshima kwa taifa. Hapa nimeeleza kuna vijana wawili ambao walishiriki michezo ya UMISETA taifa, na Rashid Hussein na Jeffrey Everest. Niwapongeze sana kwa hatua ambayo walifikia, ambayo kwa kweli imekuwa faraja kwa wazazi, ni heshima kwa shule, ni heshima kwa taifa, lakini ni namna ya kukuza vipaji vya michezo na kwamba wanaweza wakaenda kutumika mbele ya safari katika mashindano mbalimbali. Pamoja na kuwapongeza wanafunzi hawa, naomba niwaahidi nitatoa shilingi $100,000 kwa kila mmoja, ikiwa ni shukrani zangu na pongezi kwa kazi nzuri walioifanya. Naomba fedha hizi nizikabidhi tu mara baada ya kuwa nimemaliza hotuba yangu na kurudi kwenye kiti. Hongereni sana vijana wetu, hongereni sana, na vijana wengine endeleeni kuiga jitihada hizi ili muweze kupata mafanikio, mbali na mafanikio ya kitaaluma, lakini pia mafanikio kwenye eneo la michezo. Zilitajwa changamoto kwenye risala ya wahitimu, na changamoto ya bwalo alitambua, lakini pia changamoto ya viwanja vya michezo. Mwenyekiti wa bodi yupo, uongozi wa bodi upo, lakini mkuu wa shule yupo. Niagize changamoto hizi msichukue, anzeni maandalizi ya kukabiliana nazo, na pale ambapo mtahitaji msaada wa jeshi, mkuu wa jeshi yuko tayari wakati wote kuweza kuwasapoti ili tukabiliane na hizi changamoto hatua kwa hatua. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, wakati nikielekea kuhitimisha hotuba yangu, niwakumbushe kuwa mwezi huu tarehe 29 nchi yetu itakuwa na uchaguzi mkuu, uchaguzi wa Mheshimiwa Rais, wa bunge na madiwani. Zoezi ambalo linaendelea kwa sasa ni kampeni ambazo zinafanywa na vyama vya siasa. Nitoe rai kwa wananchi wote kudumisha utulivu na amani kwa kipindi chote, kipindi cha kampeni, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Amani tulionayo ni kuwa tunu ya taifa letu na ni mfano bora wa kuigwa na mataifa mengine. Na hapa nisisitize, kamwe na kwa namna yoyote tusiruhusu kuharibu amani na utulivu ambao tumekuwa nao kwa miongo mingi. Aidha, wito wangu kwenu ni kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe 29 Oktoba ili kutumia haki ya kikatiba mlionayo kupiga kura na kuchagua viongozi ambao watatuletea maendeleo katika nchi yetu. Kwa jina anaitwa Azam Sulemani Baweni, mwanafunzi wa kidato cha 4 Bwani Secondary School. Leo siku ya mahafali nimefanikiwa kuongoza masomo 8 ikiwemo na vyeti viwili vya uongozi na discipline. Katika masomo 8 nimefanikiwa kuongoza basic mathematics, physics na chemistry na mengine. Kwa interest yangu napenda kuzungumzia somo la physics, chemistry na mathematics. Nazungumzia hilo kwa sababu gani? Kwa sababu ni masomo ambayo yanawezesha mimi kufikia ndoto zangu. Ndoto hizo ni gani? Mimi kama mimi napenda masomo ya physics, chemistry na mathematics kwa sababu I want to be petroleum engineering. Kwa sababu ya kuwa na interest ya kuwa petroleum engineering ndio ina influence mimi kama mimi kupenda masomo ya physics, chemistry na mathematics. Kwa sababu bila masomo hayo huwezi kufikia ndio hivyo. Kwa wanafunzi wenzangu na washauri wasome bidii. Kwa sababu gani? Hata mimi tu nilianza kama mwanafunzi wa kawaida, lakini kutokana na juhudi binafsi zimeniwezesha mimi kufikia hapa.
Kutokana na juhudi hizo, wanafunzi wenzangu sana nawashauri waendelee kusoma, wasikate tamaa, kwani kila kitu kinawezekana. Kwa sababu mimi sina uwezo mkubwa sana, uwezo ni wa kawaida, cha msingi ni kujifundisha. Malengo yangu mimi sitaki kupata elimu kubwa sana, nataka nipate degree moja ya petroleum engineering. Nikishapata petroleum engineering, Mungu akiniwezesha nikiipata, nitafanya kwa maisha mengine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Shiriki uchaguzi mkuu 2025 kwa maendeleo endelevu. Asante.